Kwa walikuwa analeta waganga kienyeji pale nyumbani Okay, ni siku nyingine ambayo Bwana ameipa kibali cha kuweza kuifikia. Wewe kama una pumzi, ni siku ambayo unapaswa mwambie Mungu asante, kwa sababu ni wengi ambao walitamani kuweza kuiona siku ya leo na kuweza kuifikia. Kwa hiyo wewe kama una pumzi, muda unaendelea kupumua vizuri, ulipi, mwambie Mungu asante. Ni neema ya pekee ambayo wengi wanaitafuta na hawaipati. Kwa hiyo ukiwa na pumzi hiyo, moja kwa moja kibali, sifa na utukufu vinapaswa vimrudie yeye aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hiyo ambao una ushuhuda, namba yangu ya kuweza kunitafuta ni 0689114544. Hiyo ni namba ya kwangu binafsi ambayo unaweza ukashiriki na mimi kunitafuta kama una ushuhuda, unatamani siku moja uweze kuwashuhudia mataifa na uweze kuokolewa kupitia ushuhuda wako. Maana watu wanaokoka kupitia shuhuda, kwa sababu nakuta mtu ambacho anakipitia ndicho ambacho wewe ulikipitia na ukaweza kukishinda. Kwa hiyo unapomshuhudia inakuwa wepesi, ama kinampa wepesi wa kuweza yeye kuona kwamba inawezekana, na mwisho wa siku akaona Kristo kama msaada katika maisha yake. Sawa, mimi siku ya leo na mtumishi wa Mungu hapa, na pengine atatuambia anaitwa nani, ametokea wapi, imekuaje leo akaamua kuja katika studio hizi na kuweza kutuletea kile ambacho anakiona kama ushuhuda kwake. Yote katika yote tutaenda kuyasikiliza, lakini sasa hebu na mimi hapa ni msogezee kipaza sauti moja kwa moja, niwekee mitambo vizuri hapa tuweze kwenda sawa katika upande huu, tuanze kumsikiliza yeye mwenyewe. Mimi nitakuwa kama backup tu pale ambapo pengine nitatamani kuchomekea swali, lakini yeye atakuwa ndo msemaji mkuu katika kipindi hiki, kama ambavyo kinakuwa kinajieleza kama wewe ni mdau wa ushuhuda. Karibu sana, twende kwa pamoja kusikiliza ushuhuda huu wa mtumishi wa Mungu hapa. Karibu sana mama, tuambie unaitwa nani, lakini umetokea wapi? Karibu. Bwana asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa jina naitwa Mwinjilisti Rebeka Shumbi Mwangende, natokea Dar es Salaam. Nimeokoka na mpenda Yesu. Kabla ya yote nilikuwa naomba tumuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu wetu. Asante kwa sababu umetupa siku na saa na mwezi na mwaka ili tuweze kukuabudu na kukutumikia na kukuamini. Asante Bwana Yesu kwa uzima uliotuzawadia, maana ni neema. Wengine hawapo, si kana kwamba wametenda mabaya, hapana, bali ni neema yako umetuacha ili tuweze kukuabudu na kukucha we Mungu wetu. Asante kwa kipindi hiki Bwana, wakati tutakapokuwa hapo mahali hapa, nauliza uwepo wako, nguvu yako na utisho wako kawe katikati yetu. Nafunika hiki kipindi kwa damu ya Yesu. Kila mtu atakayesikia ushuhuda Bwana ukapate kumpa kusikiliza zaidi, kupenda zaidi na kufanyia kazi. Ninakushukuru Mungu, na mkabidhi hata mtangazaji mikononi mwako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba, karibu kawe katikati yetu. Amen. Amina. Sasa kwa maombi yao naamini tumepata kibali kabisa, na mimi hapa najisikia vizuri kabisa kuweza kuingia moja kwa moja katika ushuhuda mwenyewe. Sasa natamani tusianzie karibu hapa kwa kila ambacho pengine kimekuja kwenye fikira yako kwa muda kwamba ngoja niende nishuhudie kitu hiki. Hapana, tutaenda kukisikia mbele kwa mbele huko, lakini muda tuende kwenye, angalau tupitishe kwenye historia ya familia yako, wazazi wako huko nyuma ilikuwaje, nini na nini huko kwanza. Karibu sana. Amina mtangazaji. Mimi nimezaliwa mkoa wa Singida, kijiji kimoja kinaitwa Shelui. Nimezaliwa pale, wazazi wangu walikuwa hawajaokoka, walikuwa wamjui Mungu. Familia nzima tulikuwa hatumjui Mungu kwa kweli. Kwa hiyo baba na mama walikuwa ni watu wa dini tu. Walikuwa analeta waganga kienyeji pale nyumbani, wanatupiga chale. Baba analeta waganga ili wanazindika boma, ng'ombe zisiibiwe. Kwa hiyo tulikuwa tunaingia kanisani, lakini ila bado baba na mama walikuwa bado wanashiriki hayo matendo. Sasa mwaka 80 nikiwa bado niko binti mdogo tu, nilikuwa na baba yangu mdogo, alikuwa anaishi hapa mkoa wa Tabora. Nilipomaliza tu darasa 7, wazazi wakasema nenda kwa babako mdogo akakutafutie kazi. Basi nikaja hapa mkoa wa Tabora. Nilipokuja